Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinachoongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu ambaye yuko mahabusu gerezani akikabiliwa na kesi ya uhaini na kutoa taarifa za uongo. Kimetoa taarifa kwa umma juu ya msimamo wa chama hicho kufuatia yanayoendelea nchini. Chama hicho kimeongelea juu ya mipango yao, misimamo yao na kwa nini kimesema hakitoshiriki uchaguzi kama hakutokuwa na mabadiliko. Hayo yametolewa na kiongozi mkuu wa chama hicho kwa sasa aliyepo uraiani, makamu mwenyekiti taifa John Heche. Tumsikilize hapa. Jambo la pili ninalotaka kusema na kwa kifupi pia ni kuhusu agenda ya no reforms no election, na tunataka tutafakari wote kwa pamoja. Je, tunachokipigania ni kweli, ni cha kweli kwenye agenda ya no reforms no election? Ni kweli? Je, mawakala wetu wanakuwa mistreated, wanatolewa kwenye vituo, hawapewi nafasi za kusimamia matokeo, wakurugenzi ndio wanaamua nani awe wakala, nani asiwe na wakala? Ni kweli? Je, wagombea wetu wanakatwa majina kwa kuondolewa? Ni kweli? Na uthibitisho mwingine ni kwamba waziri wa TAMISEMI alisema wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa kwamba wameondoa wagombea wa upinzani 26,000 na hakuna mgombea wa CCM aliyeondolewa hata mmoja kwa kutokujua kusoma na kuandika. Na miongoni mwa mambo ya kijinga kuwahi kutokea kwenye nchi hii ni kwamba wakili Deogratias Mahinyira, wakili wa mahakama kuu, ameondolewa na kuombea kijiji cha kwao kule Berege kwamba hajui kusoma na kuandika. Lakini mgombea wa CCM darasa la 4 anajua kusoma na kuandika kuliko wakili. Kwa wagombea wanaondolewa. Haya tunayopigia ukweli ni kelele, ni ya kweli, ni ya kweli. Yapo yamefanyika kwenye chaguzi 3 mfululizo baada ya kuwa Rais Samia ametuahidi kwamba hatarudia yaliyokuwa yamefanyika, akarudia kwenye utawala wake. Kwa mambo yote haya tunayopigania ni ya kweli. Sasa kwa sababu ni ya kweli, tufanyeje? Tukubaliane na siasa za uraghai za kuambiwa kwamba tugawiwe majimbo, kwa tuingie kwenye uchaguzi kwa kugawiwa majimbo na sisi mnasio kupigiwa kura? Au tusimamie msimamo wa wananchi wa kuhakikisha hii nchi inaondolewa kwenye mikono ya mafisadi kwa kura za wananchi? Msimamo wa chama chetu ni kusimama na msimamo wa wananchi na kutokufanya siasa za uraghai. Tumekataa kufanya siasa za uraghai. Kwa nilitaka muwafikishie Watanzania huo ujumbe kwamba Chadema sio chama cha kufanya siasa za janja, siasa za uongo, siasa za uraghai. Tunapashiu njia ngumu na njia inayoungwa mkono na Watanzania, na tutashinda mapambano haya yote kwa sababu ni mapambano ya kweli, ni mapambano ya kurudisha utu wa Mtanzania, ni mapambano ya kurudisha dhamira ya kweli ya kuongoza nchi. Mungu atubariki sana wote. Asanteni kwa kunisikiliza. Tutaongea baada ya kamati kuu maazimio ya chama chetu. Asanteni sana. Hayo ndiyo aliyoyasema makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche. Wewe una maoni gani juu ya kauli hii ya chama? Una ushauri gani? Tuache comment yako hapo chini na sisi tutasoma. Wewe ambaye umesubscribe leo, andika hapo chini nimesubscribe. Tuna zawadi yenu. Hii ni Mseto Media na mimi ni Princess Julia. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.